Sasa mimi naitwa Paul Gedhua. Sema majina yote mbili na uweke sauti. Mimi naitwa Paul Gedhua mwenye amekuwa hapa, mwenye unasemekana amejiongea hapa ni anko yangu, na tuliachana naye kama saa 4. Hakuwa mgonjwa, hakuwa na chochote, lakini ile kitu iko wako na grudge, na walikuwa na grudge kumaanisha Samii yule kazini yake. Inaonekana hiyo jacket Luege amekufa jacket yake. Luege amekufa jacket ya Samii. Inamaanisha hao askari ile kitu iko wanafaa kutoka hapa wote, kuanzia OCS mpaka yule mdogo sana, kwa sababu ni venye wamezoea watu. Kama tuseme juzi Pato alikuja akanipata pale kwa pool, akaniuza Luege yako wapi, mimi nikamwambia amuenda kwa muangalia kwa wake. So inaonekana amekuwa akimtafuta mali Pato. Luege amejinyongea, mimi nimewahi fungiwa pale na hakuna hata kuku haiwezi kajinyongea hapo. Tumeishi kufungiwa hapo, tunajua hapo hata mahali pa kuwekelea kiberiti hakuna. So mimi naomba haki yanko yangu ipatikane, na ile haki inaanza ni hao maafisa wote kuanzia mkubwa sana wote waondoke hapa. At least tuletee watu wengine, mtu asiye jua mpaka kwa nyumba. Kazi yao ni kutafuta mabibi za wenyewe hapa, hakuna kazi wanafanya. Watu wa bagi wamejaa hapa, hawashikangi watu kama hao, wanashikanga wale watu innocent. Hao ndio wanangangana nao. Hivyo. Nikisema asubuhi majina yangu ni Tabitha Warogoro ama Mama Beatrice. Asubuhi leo ninasema nimekasirika. Nataka haki ya Dobe na tunataka familia yao ipate haki ya mtoto yao, na huyo askari achukuliwa hatua kabisa hatari, kwa sababu hiyo ni kitendo mbaya sana. Amezoea watu. Hata juzi alikuwa amekibisha kijana ingine, wiki tu ni siku 2 imeisha kabla aue. Alikuwa anataka kupiga bunduki, lakini sasa amenyoka kunyoka. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Susan Jerry Mugo ama Wakandogo, na mimi mkaaji wa hapa Turasha miaka mingi, miaka 67. Nilizaliwa hapa, nimezaliwa hapa na nimelelewa, nikaolewa na niko na watoto yangu. Na vijana wetu wako kwa shida juu, wakishikwa mtu akiwa na kafimbu yake anashikwa ati anabeba kafimbu, ati hawezi akajikiga na kafimbu na ni usiku. Sasa watoto wetu wako na shida mingi sana. Mimi nakaanga hapa town kila siku, kila usiku niko kwa town. Mimi najuaga maneno mingi kuhusu hawa vijana, lakini hawa wafanyikazi wa hapa wanakujaga kukaa kwa baa, hawaendangi kwa vijiji, wanakujaga kwa baa kuangalia venye tunakunywaga. Mimi nakunywaga mafuta, mwenye ako na kitu ndio anafuatwa ndio atoe kitu. Ukishikwa na uko na pesa unga ya mtoto, ukishikwa utoe hiyo pesa. Sasa serikali tuangalie sana na macho mbili, na huku ako na watu yake hapa wanasema mama kadogo anaongea kwa nitaongea, hata tukienda pande ingine nitaongea, na niko na uchungu juu ya watoto wetu, hawatakufa bure tena. Naitwa Daniel Kate, mimi ni mkaaji wa hapa Turasha kwa takriban miaka kama 30 hivi, na hii station imejengwa nikiwa hapa. Lakini kwa hii station hakuna haki sisi huwa tunapata. Juu hiyo kijana alishikiwa pale karibu na Keriko Bar, akaletwa kwa station. Maradi Cruiser zikakaa hapa kwa muda kama lisali 3 hivi. Alafu tena ripoti yenye ilitokea saa 11 na jamaa alikuwa ameshikwa saa 6 ikielekea, tunaambiwa amejinyonga. Na ukiangalia pale amejinyongea, yeye ni wa kiumo kama mita 2 kwenda juu. Lakini pale alijinyongea ni kama futi 4. Hao inawezekana hiyo aje? Ni kama alijivuta tu kama buzi akajiua. Sisi tunasema serikali igirie kati. Hapa hata askari wamekaa hapa tumewazoea. Mtu anakaa miaka 10, hata anajua kila mtu anajua mpaka kwako. Hata sisi tunaita baba fulani juu tuliwazoea. Wao ni mabibi wenyewe wanachukua tu huku. Waende kabisa. Kwa majina naitwa Isaac Bae Kamau. Mimi ndio MCA eneo hii ya Githioro Ward upande wa Kipipiri. Na tuko hapa Turasha Police Station, tukitaka kujua kwa nini wanakamata mtu na baadaye anakufa katika seli zao.
na hata mtu yule ambaye alikufa ndiye mrefu zaidi hapa Turasha. Na mahali amekufia akisema ni kujinyonga. Tunataka kujua yule afisa ambaye alimkamata achukuliwe hatua, kwa sababu huyo mtu ndiye mrefu hapa na hata mahali wanasemekana amejinyonga. Hakuna mtu anaweza kufa hapo akijinyonga. Na kwa hivyo sisi tunasema namna hii, tukimalizana na siku hii ya leo, maafisa wote wanaotoka kwa station tuletewe maafisa wengine, na huyo afisa anaitwa Patrick Abuga ambaye alimkamata achukuliwe hatua. Hatutazika watu tena kwa sababu ya kuua watu wetu. Hiyo tunauliza IPOA wafike, tunauliza DCI wafike, kwa sababu tumechoka na hii mauaji ambayo hana njia ya ukweli. Njoke jugu ya terere. Kesi inachunguzwa. Mimi mwenyewe nilikuja na tukakuwa na wazee watatu. Nilikuja jana na tukaweza kuona mahali mwenda zake Ruingi alikuwa amesemekana amejinyongea. Na tukakaa mpaka experts wanaitwa scenes of crime wakakuja. Na watu ya CID wakakuja pia, wakaona vile kuko na uchunguzi ukaanza tayari kutoka hapo. So mimi vile naweza kusema uchunguzi ukifanywa, CID wafanye na IPOA. Si mnajua IPOA? IPOA wanachunguzanga mahali mwananchi anaona ni kama amekosewa. Hapa si mtu anasemekana amejinyonga. Na kunaweza kuwa kuna mtu anaweza kuwa pengine anafikiria hiyo sio kujinyonga vile mheshimiwa anasema hakuwa amekaa kama amejinyonga, si ni kweli? Hiyo sasa itachunguzwa na watu ya IPOA na wako kwa jia wanakuja. Kuje waende waone mahali inasemekana mwenda zake alifanya nini? Alijinyongea. CID waliona, lakini pia wakija tutakuja hiyo group yote tutaletana hapa mpaka waone. Na ndio unaona kumefungwa. Sio adiko kitu tunaficha. Hao wazee tatu waliwakilisha nyinyi na ikawa hakuna kitu kingine tungefanya. Ikipatikana askari alicheza mchezo kidogo kwa huyo mwanaume atashtakiwa. Si ni kweli? Kabisa atashtakiwa. Lakini kama alijinyonga, si itakuwa ni tofauti. Na mahali yako hawezi potea. Mahali yako hata nimewaje akiandikiwa statement na wenye wanachunguza. Na ile kitu itafanya sasa awe hayuko pahali yako ni postmortem ikifanywa tujue ukweli ni gani. Hata kama tungekuwa tunasema postmortem imefanywa leo, apatikane alicheza kitu, sasa hii angekuwa cell. Ikifanywa tu wenye sasa postmortem itashughulikiwa na watu ya familia, ndio wanasema mtu yao atapasuliwa siku gani ndio tujue ukweli. Si ni kweli?